nafasi. Roho Mtakatifu hana nafasi. Ni tofauti na kanisa la mwanzo. Kanisa la mwanzo alikuwa na nafasi. Watu walizoea kwenda ibadani, kwenda kumsikiliza Mungu. Walikuwa hawaendi kumsikiliza mchungaji ama kiongozi. Haikuwa ni kazi ya viongozi tu kunena madhabahuni. Ilikuwa kazi ya kila mtu aliyejazwa na Roho kuwa na karama. Alitumiwa na Mungu kulisha kanisa. Ibada zao zilikuwa za tofauti. Watu wakiingia walikuwa hawatoki kama walivyoingia. Wanarudi ni wapya, maana Roho ni Mungu. Anaumba, anahuisha, anatakasa. Watu wanakutana na Mungu, hawakutani na mtu. Ni tofauti kabisa na kanisa la leo. Nilishangaa sana. Akasema kwa sababu hiyo sasa ya kutompa nafasi wa Mtakatifu, wengi sana walioko makanisani watabaki. Akasema hakuna mbadala ya Roho Mtakatifu. Elimu yoyote haiwezi kuchukua nafasi badala ya Roho Mtakatifu. Anabakia na umuhimu wake. Walikuwa makini watu wa kwanza. Walikuwa makini kwa Roho Mtakatifu. Ibada zao zilitawaliwa na utendaji wa Roho Mtakatifu. Akasema ni tofauti kabisa na kipindi hiki. Akasema hata Nuhu hakujua habari za gharika kwa akili yake. Naomba mmoja nisomee Mwanzo 6. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Asante babu. Mwanzo sura ya 6. Mwanzo sura ya 6. Ndio. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 kuanzia mstari wa kwanza. Nasema hivi: ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Swali, Bwana alikuwa anaongea na nani? Akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu. Alikuwa anaongea na nani? Alikuwa anaongea na Nuhu. Nuhu amesikia sauti ya Mungu. Biblia inaposema Nuhu alitembea na Mungu. Kutembea na Mungu manake kuna uongozi wa Mungu. Huyo mtu anasikia kutoka kwa Mungu. Tabia yake ya siku zote ni kusikia kutoka kwa Mungu. Kuna shule ya kutembea na Mungu, na Mungu hawezi kusema na wewe mambo makubwa mazito. Anaanza na mambo madogo madogo. Anapokuonyesha inatokea, anakuonyesha inatokea, anakuonyesha inatokea, ndipo atakaposema jambo kubwa utamwelewa, kwa kuwa unatembea na Mungu. Kwa hiyo Nuhu alikuwa anatembea na Mungu. Sauti kasemaje? Ndio kusoma tena. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Haleluya. Swali, mulioenda kwenye vyuo vya Biblia, unaona ni karama gani imeanza kufanya kazi hapo? Karama gani? Utachukua karama nyingi zinafanya kazi kwa Nuhu. Kitendo cha kusikia sauti ya Mungu inamweleza kile anachowaza, ni karama ya neno la maarifa.
kazi yake ni kufunua mambo ya wakati uliopo unaoendelea na wakati uliopita, inayaweka wazi. Anasema miaka yake binadamu itapungua. Kwa hiyo anafunuliwa kwamba miaka ya mwanadamu inaenda kupungua, hata ishi kama miaka yote. Kutakuwa na upungufu. Sijui kitu gani kiliingia, wenda kuliingia magonjwa ya ajabu sana, yalikuwa yanafupisha maisha ya watu, lakini mtu wa kawaida hakujua, bali Nuhu alijua, kwa kuwa alikuwa anatembea na Mungu. Twende pale mstari wa 4. Nao Wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi. Swali ni hili: alijuaje Nuhu kwamba mawazo ya mwanadamu ni mabaya siku zote? Maanake Mungu alimshirikisha kila anachokiona kwa mwanadamu, uharibifu wa dunia ulivyo, alimshirikisha Nuhu, aliweka wazi. Nikaambiwa hivi, kwa sababu Nuhu alikuwa anatembea na Mungu, alikuwa msikifu, alijua kinachoendelea na kinachofuata. Alijua kinachoendelea na kinachofuata. Na si hayo tu, akajua pia wajibu, nini cha kufanya kabla ya gharika, kwa sababu kipimo kimejaa. Kinachofuata ni hukumu. Nini afanye? Nikaambiwa hivi, aliambiwa cha kufanya. Nini afanye? Anasema maandalizi ya Nuhu kabla ya gharika, akasema hayakutokana na elimu yoyote na akili yoyote, bali ni ufunuo maalum kutoka kwa Mungu. Ni Mungu alimfunulia kujiandaa kabla ya gharika. Akaambia cha kufanya. Nini afanye? Maana gharika inakuja mbele. Na kwa kuwa Nuhu alikuwa anatembea na Mungu, akafanya vile vile. Akasema hivi, hakuna mtu ama kundi ambalo litakuwa tayari kwa unyakuo kama Roho hatahusika kuiandaa. Hakuna kundi ama mtu atakayekuwa tayari kwa unyakuo kama Roho hahusiki kuandaa. Na Roho ni mtu Mungu, ingaje kuna ubishano. Wanasema sio nafasi, wengine wanasema Roho Mtakatifu sio nafsi. Roho Mtakatifu ni nafsi, ana mapenzi, anajitambua, anaongea, anaweza kuhuzunishwa, anaelekeza. Ni Mungu mtu. Bwana asifiwe sana. Sasa mahali popote ambapo hawampi nafasi, hawamtafuti, wamemdharau, wamempuuza, ni mtu anajua, anawaacha, wanaenda wasiko kujua. Na akasema hivi, hakuna atakaye nyakuliwa bila Roho Mtakatifu kuhusika. Akasema, kumbuka kwa nini aliwekwa mwisho Roho Mtakatifu? Akasema, mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kwa nini? Akasema ni kipindi chake. Na kwa sababu sasa watu wengi hawampi nafasi Roho Mtakatifu, hivyo hawataandaliwa. Na hakuna unyakuo bila maandalizi. Akasema hakuna unyakuo bila maandalizi. Ni wale tu ambao wanatembea na Roho wa Mungu, ama pamoja na Mungu kwa njia ya Roho wake, wanamsikiliza. Ibada zao zimejaa usikivu kwa Roho. Anawaambia mambo ya wakati kwa wakati, anawajulisha nini wafanye sasa, nini kinakuja kesho.
watakaoandaliwa kwa unyakuo. Sasa nikupe maandiko haya, iko tofauti kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Turudi pale pajana, Matendo 2 mstari ule wa 17 na 18, hasa wa 17. Hebu soma moja, msomaji wangu. Matendo 2 mstari wa 17 nasema hivi: itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu. Hapo watafanya nini hao wanaume na wanawake? Watafanya nini? Watatabiri. Anasema siku za mwisho atamwaga roho wake juu ya watumishi wake wote, wanaume na wanawake. Nao watafanya nini? Watatabiri. Kutabiri ni kupana sana. Kama sio mzoefu wa mambo ya rohoni, huwezi kumwelewa mtu anapotabiri, huwezi kumwelewa. Lakini mtu anapoongea jambo lolote la kimungu kwa msitizo, wala hajashika Biblia, ni kwamba ule ujumbe unatoka ndani, anatoa, unatoka ndani. Sio mahubiri ya kawaida. Kwa lugha nyingine tunasema ni mahubiri katika roho, ama ni mafundisho katika roho. Yanatoka ndani, yako ndani, na lazima yatoke. Iko tofauti na mtu anaposoma Biblia, kitabu fulani, tusome mahali fulani, tofauti. Kutabiri ni kunena ujumbe ambao mtu amepewa na Mungu, uliofunuliwa kwa mtu. Hakujua chochote, kama ulivyosikia mafundisho hapo kwamba hakujua chochote, anapokea kutoka kwa Mungu, anaanza kukitoa, kukieleza, ama kwa mtindo wa mafundisho, ama kwa mtindo wa mahubiri. Unatagundua nini? Hasomi Biblia, inatoka ndani, ujumbe unatoka ndani, unabii unatoka ndani, anatiririka mtu. Na hasa jamani, wachungaji, tutahitaji kukaa zaidi darasani. Tutakaa darasani zaidi kuhusiana na karama za roho. Tutakaa muda wakaa darasani wachungaji zaidi, kuivisha wajue kwa upana. Wakijua kwa upana, wachungaji watawahimiza waamini waingie kwa upana. Samahani wachungaji, ukitembelea makanisa mengi ya Kipentekoste, mambo ya rohoni hayapo. Shida iko wapi? Ni kwa wachungaji. Ufahamu wao ni mdogo katika mambo hayo, hawaelewi. Wanawezaje kuwahimiza waamini waingie katika hayo? Alafu wataleaje? Hawezi kuyalea, hawezi kuyachochea. Kwa hiyo kanisa sio kanisa, ni dini. Mahali popote ambapo roho hamjui, hawampi nafasi, ni dini. Dini ilikuwepo, ilikuwepo dini. Siku ya Pentekoste ulikuwa mkutano wa kidini ule. Anasema, nirudi hapa, wanawake na wanaume watafanya nini? Watatabiri. Kwa lugha nyingine, kwa tafsiri nyingine, nauliza, kwa tafsiri nyingine, kutabiri kwa lugha nyingine, watahubiri kinabii, watafundisha kinabii. Kuna kufundisha kinabii, kuna kuhubiri kinabii, ama kuna kufundisha katika roho, ama kuhubiri katika roho. Ni ufunuo.